Sauti ya Mamlaka kutokea Mon Online TV na hii ni M Update. Yes, leo mchezo wa ligi kuu Tanzania bara kwenye dimba la KMC, tukishuhudia mchezo Young African akipiga zaidi ya JKT Tanzania kwenye mchezo wa ligi kuu, mchezo ambao Yanga ametukumbusha kipindi cha nyuma aliwahi kumpiga mtani wake goli 5, na ikumbuke kwamba zimebaki siku chache tu tunaelekea kwenye dabi ya Kariakoo ambayo inaenda kufanyika Amani Stadium. Yes, Yanga leo ameweza kushinda ushindi mzito wa goli 5, goli zikifungwa na Mohamed Hussein akifunga dakika 8, Depo dakika 61, Mudassir Aya dakika 65, Prince Dube Mpumelelo akifunga dakika 86 pamoja na Hamisi kwa shuti kali akitimisha ule msumari wa goli 5 dakika 90. Yes, Yanga ameshinda goli 5 na kwa mara ya kwanza JKT anapoteza goli 5 dhidi ya klabu ya Young African. Hajawahi kupoteza goli 5. Ameshafunga mara nyingi lakini sio goli 5. Ikumbuke kwamba zimebaki siku kadhaa tuweze kushuhudia ile dabi ya Kariakoo ambayo inaenda kufanyika kwenye uwanja wa Amani Stadium. Uwanja wa Amani Stadium kwa mara ya kwanza utaenda kushuhudia dabi kubwa, dabi ya Chano Afrika kwa ukubwa, kati ya Young African pamoja na Simba. Ni mchezo ambao unasubiriwa na wengi. Ikumbuke pia kulikuwa na maneno aliwahi kuwa msemaji wa klabu ya Simba pamoja na Yanga, Haji Sunday Manala, akizungumza kwamba Yanga kuna namna fulani wanaferi. Ukumbuke pia wameishia kwenye hatua ya makundi kwenye michuano ya klabu bingwa Afrika. Mashabiki wa Yanga wengi wamepokea kwa namna tofauti, lakini kwa ushindi wa leo naona mashabiki wa Yanga wataenda kumwataki sana Haji Sunday Manala, lakini pia ikiwa ni message kwa klabu ya Simba. Wenyewe wanakuambia kwamba je, wataleta timu au hawatocheza tena msimu huu? Basi hii ni M Update kutoka hapa Mon Online TV na hii ni Sauti ya Mamlaka. Langu jina ni Alan Fight. Usisahau kusubscribe, kulike na comment.